Yes, bwana mambo ni vipi mwana familia wetu? Ni time nyingine poa tunakutana hapa kwenye chaneli yetu hii ya Bongo Vibe TV kuweza kubadilishana na kujuzana yale yote ya kimichezo ambayo yanazidi kuhappen kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii. Na kubwa kuliko ambalo tunakwenda kutazamia siku hii ya leo, tunakwenda kutua moja kwa moja pale kwenye mitaa ya Twiga na Jangwani. Yanga Sports Club, kama ninavyofahamu, klabu ya Yanga wana mchezo wa marudiano raundi ya pili ya kuwania tiketi ya kufuzu michuano ya klabu bingwa barani Afrika kati yao dhidi ya timu ya Silver Strikers kutokea pale nchini Malawi, ambapo katika mchezo wa kwanza walipokutana timu hizi mbili, klabu ya Yanga aliweza kupoteza bao moja kwa bila wakiwa ugenini pale nchini Malawi. Sasa huu ni mchezo kujiuliza kwa upande wa klabu ya Yanga, ni wapi walikosea katika mchezo wa kwanza walipokutana na miamba hiyo kutokea nchini Malawi. Matokeo ambayo yalitokea pale kiukweli hayakumpendeza shabiki yoyote ama mwanachama yoyote wa timu hiyo ya Yanga, maana ukiangalia kitakwimu klabu ya Yanga na klabu ya Silver Strikers, klabu ya Yanga ilipewa nafasi kubwa kuweza kupata matokeo kwenye mchezo huo. Sasa matokeo ambayo yaliweza kupatikana hapo yalipelekea mpaka uongozi wa klabu ya Yanga kufikia uamuzi wa kutemana na kocha wake mkuu Romain Folz, na ipo sasa hivi katika mchakato wa kutafuta kocha mwingine ambaye atakuja kuchukua mikoba yake. Hivyo kikosi hiko cha klabu ya Yanga kwa sasa kipo chini ya kocha msaidizi Patrick Mabedi. Sasa kocha huyo Patrick Mabedi kuelekea mchezo huo mara moja amekwishaweza kuandaa jeshi lake la watu 11 ambalo litakwenda kupambania kikosi cha wananchi ili kuweza kufuzu kwenye hatua ya makundi ya michuano ya klabu bingwa barani Afrika. Ameweza kuweka wazi jeshi hilo ama kikosi hiko ambacho kitakwenda kuanza dhidi ya timu ya Silver Strikers kwenye mchezo wa marudiano kwenye raundi ya pili ya kuwania tiketi ya kufuzu michuano ya klabu bingwa barani Afrika kwenye hatua ya makundi. Mimi nitakusogezea hapa mwana mchezo wangu kikosi hiko naye uweze kufahamu, lakini kabla sijakusogezea ni kukumbushe, kama hii ndio mara yako ya kwanza unajiunga nasi alafu bado hauja subscribe channel yetu kwa kubonyeza maneno mekundu yaliyo chini ya video hii yaliyoandikwa subscribe, basi nikwambie kiukweli mwana mchezo wangu, wewe ulikuwa unapitwa na taarifa nyingi na zile nzuri za kimichezo ambazo sisi huwa tunakusogezea kila siku kupitia hapa Bongo Vibe TV. Na ili basi usiendelee kupitwa na taarifa zetu zote mpya zile za kimichezo, cha kufanya sasa hivi swala ni moja tu, hakikisha unakwenda kusubscribe channel yetu kwa kubonyeza maneno mekundu yaliyo chini ya video hii yaliyoandikwa subscribe, kisha kutani on notification ili uweze kupata kila aina ya update mpya ile ya kimichezo ambayo sisi tunakusogezea wewe kila siku kupitia hapa Bongo Vibe TV. Taarifa itakuja moja kwa moja kwenye simu yako ya mkononi na utaka kuwaza utapata wapi taarifa mpya ya kimichezo. Sasa kama tayari umekushaweza kusubscribe, twende tukaangazie kuhusiana na hiko ambacho nimeweza kugusia hapo awali juu ya kikosi cha kwanza ambacho kocha msaidizi aliyekaimu nafasi ya kocha mkuu ndani ya klabu hiyo Yanga mara baada ya uongozi wa klabu ya Yanga kuweza kutemana na kocha Romain Folz, Patrick Mabedi, yeye amekwishaweza kukiweka wazi kikosi chake ambacho kitakwenda kuvaana dhidi ya timu ya Silver Strikers katika mchezo wa marudiano, mchezo ambao unatarajiwa kufanyika katika dimba la Benjamin Mkapa. Kikosi hiki ndicho kitakwenda kupambania ama kuonyesha hatima ya klabu hiyo ya Yanga kama itakwenda kutinga kwenye hatua ya makundi ya klabu bingwa barani Afrika ama safari yao itaishia hapo. Mimi niko hapo kuweza kukusogezea moja kwa moja kikosi hiki ili nayo mwana michezo wangu uweze kufahamu. Sasa bila kupoteza muda, twende tukaangazie kikosi hiki ambacho kitakwenda kuanza dhidi ya timu ya Silver Strikers katika mchezo huu wa marudiano, ambapo hapo awali mchezo wa kwanza klabu ya Yanga iliweza kupoteza bao moja kwa bila. Kwa upande wa golikipa atakayesimama kwenye milingoti mitatu, hapa tutegemee kumuona golikipa Djigui Diarra. Ubora wake na uwezo wake anapokuwa kwenye milingoti mitatu ya kuhakikisha usalama na ya kuondoa mauzauza na mazonge yote ambayo yanaelekea golini kwa klabu hiyo ya Yanga, golikipa Djigui Diarra amekuwa na ubora wa hali ya juu kuhakikisha lango lao linakuwa salama, lakini pia uwezo wake wa kuanzisha mashambulizi lakini pia ukiachana hivyo uwezo wake wa kuweza kuongea na mabeki yake
na kupanga safu yake ya ulinzi vizuri ndio unamfanya aweze kuanza katika milingoti mitatu ya timu hiyo ya Yanga dhidi ya Silver Strikers. Lakini kwa upande wa beki nambari 2 hapa tegemea kumuona akiingia mchezaji Israel Patrick Mwenda akiendelea kuaminika kusimama katika ile mbavu ya kulia kwa upande wa beki nambari 2. Israel anaendelea kuaminika ndani ya kikosi cha kwanza cha klabu ya Yanga akiendelea kuchukua nafasi ya beki ya Tora Kwasi ambaye anaonekana bado anasumbuliwa na majeraha. Hivyo nafasi hiyo inaendelea kushikiliwa na mchezaji Israel Patrick Mwenda. Lakini kwa upande wa mchezaji ama beki nambari 3 hapa tegemea kumuona Mohamed Hussein Zimbwe Junior akisimama katika ile eneo la beki nambari 3. Haya ni mabadiliko yanaweza kutokea kuelekea mchezo huu kufuatia mchezo ule wa kwanza ambapo nafasi ya beki nambari 3 ilisimama Shedrack Boka, lakini hapa huenda tukategemea kumuona Mohamed Hussein Zimbwe Junior kulingana na ubora wake ambao mchezaji huyu amekuwa nao katika nyakati za hivi karibuni. Lakini kwa upande wa beki nambari 4 na beki nambari 5 hapa tutegemea kumuona akisimama Ibrahim Abdullah Baka akishirikiana vema na Dickson Jobu katika ile safu ya ulinzi ama kuhakikisha lango lao linakuwa salama na hakuna mchezaji yoyote wa timu pinzani atakayeenda kutibua mipango ya timu hiyo ya klabu ya Yanga. Sasa hapo ni kwa upande wa wachezaji kuanzia golikipa mpaka mabeki ambao watasimama katika eneo la kikosi cha klabu ya Yanga. Tukaangazie kuanzia eneo la kiungo mpaka eneo la mwisho ama eneo la ushambuliaji ili tuweze kufahamu nafasi hizo zinashikiliwa na wachezaji gani. Kwa upande wa mchezaji nambari 6 hapa tutegemea kumuona akiingia mchezaji Azizi Andambwile akiendelea kuaminika mchezaji Azizi Andambwile katika nafasi hiyo ya kiungo nambari 6. Kazi yake chafu kwa kuchafua pale katikati inazidi kumpa nafasi kuaminika na kuanza moja kwa moja kwenye kikosi cha kwanza cha klabu ya Yanga. Lakini kwa upande wa winga nambari 7 hapa tutegemea kumuona akiingia mchezaji Max Nzengeli akiendelea kuanza ndani ya kikosi cha klabu ya Yanga akitokea upande wa kulia wa winga nambari 7. Lakini kwa upande wa kiungo nambari 8 hapa tutegemea kumuona akiingia mchezaji Duke Abuya akisimama katika ile eneo la kiungo nambari 8 kuhakikisha wanatengeneza nafasi nyingi kuelekea lango la wapinzani wao ambao ni Silver Striker. Duke Abuya ubora wake wote tunaufahamu, amekuwa na mwendelezo mzuri ndani ya kikosi cha klabu ya Yanga tangu ajiunge kutokea pale kwenye timu ya Singida Black Stars. Lakini kwa upande wa mshambuliaji kinara ama mshambuliaji nambari 9 hapa tegemea kumuona akiingia mchezaji Prince Mpumelelo Dube, mwanamfalme huyu ambaye amekuwa na performance ya juu pindi tu anapoanza katika kikosi cha klabu ya Yanga. Akishindwa kufunga basi atatengeneza nafasi ya goli, lakini pia uwezo wake wa kuwatoka mabeki ndio ubora ambao anao mchezaji huyu Prince Dube. Lakini ukiachana hiyo nafasi ya mshambuliaji nambari 9 kwa upande wa kiungo nambari 10 hapa tegemea kumuona akiingia Mohamed Dumbia, kwa maana ya kwamba huyu unaweza kusema ndio mbadala sahihi wa mchezaji Stefan Aziki ambaye alikuwa anaaminika sana ama alikuwa anaanza katika kikosi cha kwanza katika eneo la kiungo mshambuliaji ama kiungo nambari 10. Lakini pia kwa kumalizia katika ile eneo la winga ya kushoto ama mchezaji atakayesimama katika nafasi ya nambari 11 hapa tegemea kumuona Pacome Pedro Zuzwa akiendelea kusimama vyema katika eneo hilo la winga ya kushoto. Ubora wake Pacome Zuzwa wote tunaufahamu, bila shaka hakuna shabiki ambaye ataoji ubora wa mchezaji huyu Pacome Zuzwa ndani ya klabu hiyo ya Yanga kwa nyakati za hivi karibuni. Hiko ndio kikosi cha klabu ya Yanga ambacho huenda kitaenda kuanza dhidi ya Silver Strikers katika mchezo muhimu ambao klabu ya Yanga wanahitaji matokeo mazuri ili kuhakikisha timu yao inatinga kwenye hatua ya makundi ya klabu bingwa barani Afrika. Ni yapi maoni yako mwana michezo wangu? Njoo tuambie kupitia sehemu hiyo ya comment, bila kusahau kulike, kushare na jambo la muhimu kuliko yote hakikisha una subscribe channel yetu kwa kubonyeza maneno mekundu yaliyo chini ya video hii yaliyoandikwa subscribe.